anaopata na dunduliza kidogo kidogo kupata nafasi ya kwenda kusoma. Yule daktari aliniuliza, ukishasoma dini ndio utakuwa nani? Kwa nini usiendelee na masomo yako ya IT ukaenda katika advanced level kabisa ukasomea na mambo mengine? Kana kama vile mtu akishasoma dini hana nafasi katika jamii, atakuwa shekhe ubwabwa. Sasa lile neno lilimtia nguvu ya kusema nataka hebu ngoje nisome nione nitakuwa nani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast. Karibu sana kwenye podcast yako pendwa ya Ncha Kali, ikiwa tupo ndani ya msimu maalum, msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, tukiendelea kuziangazia simulizi za hatua mbalimbali za mabadiliko za wageni wetu ambao tunashiriki nao katika podcast. Kumbushe tu ya kuwa unaweza kufuatilia mfululizo podcast zote ambazo tumekwisha kuzifanya kupitia katika platform zote za podcast, ikiwemo Google Podcast, Spotify, kote utatupata kama AD+ Swahili. Lakini unaweza kufanya hivyo kwa kutazama kupitia channel yetu ya YouTube inakwenda kwa jina la AD+ Swahili. Kisha una subscribe channel hiyo, lakini una click pale kwenye kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa kila tutakapoweka podcast yetu mpya. Mimi naitwa Rajab Msami. Ni ada yetu huwa tunakuwa na mgeni kuangazia simulizi, hadithi chungu na tamu za hatua za mabadiliko ili iwe chachu kwako. Mabadiliko tunayoangazia ni mabadiliko ya mtu kutoka katika hali yoyote ile aliyokuwa nayo na kufika katika hali ya kuwa mu'min, katika hali ambayo kwa kadri Allah atamjalia kuweza kuwa ni mwenye kulitimiza lengo la yeye kuumbwa, kwa maana ya kwamba kumwabudu Mola wake na kujihakikishia au kuhakikisha anajiweka mbali na yale yote ambayo Allah ameyakataza na yanamchukiza. Baada ya kusema hayo, ni kusisitiza sana uwe nasi tangu tunapoanza hapa mpaka pale tutakapofika tamati ya mazungumzo yetu. Leo tunaye mgeni hapa, tutakwenda kumfahamu ni nani, na tuna mengi pia ya kuzungumza, kuangazia hatua zake za mabadiliko mpaka kufika yeye ambaye tuko naye leo tunafanya naye mazungumzo. Ustadh Nasor, karibu sana katika Ncha Kali Podcast. Nafahamu hii ni mara ya pili tunashiriki pamoja katika podcast hii, lakini kwa mara hii ikiwa ni ndani ya msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nikupa fursa kwanza uwasalimu wanaotufuatilia, alafu tumie fursa hiyo kujitambulisha, kisha tutaanza mazungumzo yetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba ya wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana kwa kunipa fursa hii na mimi kwa kuchangia neno lolote. Na pia Allah walipe kheri katika jitihada mnazozifanya katika mambo ya dini, manake mitandao inatumika katika namna tofauti tofauti. Allah tulipe kheri sote. Amin inshallah. Kwa jina naitwa Nasor Ali, ni mkazi wa Magomeni. Kwa naishi humu sio kwamba naishi kwingine. Nipo nanyi alhamdulillah, namshukuru Allah kwa neema alotupa ya iman na taufiki alotupa tukaweza kukaa kama hivi kudiskasi, kujadili mambo ya faida. Naam. Kwa shukran kwa hilo. Karibu sana Ustadh Nasor, karibu. Kama nilivyotangulia kueleza wakati nafungua hapa mazungumzo yetu, kuwa tunazungumza kuhusiana na hatua za mabadiliko. Ni wazi ya kuwa kila mwanadamu amepitia hatua za mabadiliko katika maisha yake, kutoka katika hatua moja kwenda katika hatua nyingine. Hatua tunayozungumza sana hapa ili ikawe faida kwa wanaotufuatilia ni hatua ambazo watu wanakuwa wamepitia katika mabadiliko, kuyaendea mabadiliko ya kweli, kwa maana mabadiliko ya kwenda kumtambua Mola wao, kwenda kutimiza lengo la kuumbwa kwao, kwa maana ya lengo la kumwabudu, lakini jitihada za dhati ambazo wao wenyewe wamezichukua kuweza kufikia mabadiliko hayo. Tunafahamu Mwenyezi Mungu ndio huwa anaongoa watu. Kwa hiyo baada ya Allah, jitihada binafsi na wakati mwingine zile sababu ambazo zinakuwa zimetokea mpaka mtu kujikuta amekuwa katika hali ya kujitambua. Hichi ndicho kikubwa ninachokiangazia. Tuanzie kwako Nasor. Tunafahamu wewe ni mwalimu sasa hivi, unafundisha dini, lakini tunafahamu pia wewe ni imamu na harakati mbalimbali za khidma katika umma wa Kiislamu unazifanya. Kwa muktadha huo, tuanzie hapo.
umefikaje hapa? Safari yako ilikuwaje kutoka katika Nasor ambaye ndio kwanza umezaliwa mpaka kufikia kuweza kusimamia ndoto kama zilikuwa ni ndoto zako, kuwa hivi wewe leo ambavyo upo, mpaka tumefikia hatua kuita tukashiriki wote katika Ncha Kali Podcast. Safari yako ilikuwaje? Karibu sana. Shukran. Mimi toka mwanzo, toka katika udogo wangu nilikuwa napenda mashehe wakisimama wakizungumza, nilikuwa ni kitu ambacho nakipenda. Na kulikuwa kuna redio fulani hapa, sasa hivi haipo tena, redio Kheri. Redio Kheri, naam. Usiku ilikuwa wanamweka Sheikh Uthman Maalim. Naam, walikuwa wanaweka darasa za Sheikh Uthman kweli. Sasa mimi wakati ule nilikuwa na kisimu cha tochi, naam, ambacho kilikuwa kina redio. Kwa hiyo nikawa naingia chumbani na vile viatu vyangu naingia navyo, najifungia kwa ndani, manake watu wajue kuwa bado sijarudi. Alafu nikishakuwa kule ndani nasikiliza vile visa alivyokuwa anatoa, akieleza makhalifa mbalimbali, khilafa zao zilikuwaje. Kwa hiyo katika kumsikiliza kwangu nikavutiwa sana na ule uelezeaji wake. Na kama alivyokuwa akieleza, alikuwa akinukuu aqwal zao, naona kana kwamba aliishi nao vile, alafu wote wamefariki, yeye ndo amebakia anaeleza visa vyao. Kwa hiyo nikavutiwa sana, na nilikuwa nafanya kazi kwa sababu nimesomea IT. Katika ile kazi yangu nikawa na changa mshahara naopata na dunduliza kidogo kidogo kupata nafasi ya kwenda kusoma. Sasa katika kitu kingine ambacho niliwahi kukipitia ni kwamba niliwahi kwenda kwa daktari mmoja aweze kunisaidia na mambo ya kupiga x-ray, kwa sababu zile form za kuapply visa kuna kipengele natakiwa daktari ajaze na apige x-ray. Sasa yule daktari aliniuliza, ukishasoma dini ndio utakuwa nani? No. Aliona kwamba lengo lako la kufanya ile medical examination ni kwa sababu ya safari ya kwenda masomoni kwa ajili ya kusoma dini. Kwa ndio akakuuliza swali hilo. Ndio akaniuliza utakuwa nani? Na akanambia, kwa nini usiendelee na masomo yako ya IT ukaenda katika advanced level kabisa ukasomea na mambo mengine? Kwa nini unaenda kusomea dini? Yani neno ambalo lilinikaa kichwani, utakuwa nani? Kwa maana ilionekana kama vile mtu akishasoma dini hana nafasi katika jamii, atakuwa shekhe tu, shekhe ubwabwa. Sasa lile neno lilinitia nguvu ya kusema nataka hebu ngoje nisome nione nitakuwa nani. Naona. Kwa hiyo hima yangu kubwa ikaingia katika kusoma. Na kuna sehemu moja nilikuwa nahifadhi Qur'ani. System yao ngumu kidogo. Yani saa 9 usiku wanataka kila mtu awe tayari kishaingia msikitini. Na watu wanasoma mpaka saa 5, 6 hivi usiku. Kwa hiyo kuanzia saa 6, 7, 8, 9 huu ndo muda wa kulala. Watu waamke tena warudi msikitini. Kwa hiyo nikapambana na ile system na mwili uliisha kweli kweli. Hata nikikuonyesha hizo picha unaweza kucheka. Kwa hiyo katika safari yote hii ya kusoma dini kuna changamoto mbalimbali ambazo tunapitia, hasa wale ambao wanaosoma dini. Kuna mwalimu wangu mmoja anaitwa Sheikh Abdul Hakim, alikuwa akitufundisha nahwu, ni Msomali. Alituambia yeye alipokuwa anasoma kuna sehemu alikuwa anaenda kufundisha baada ya dhuhuri. Akifika pale ndo akishasomesha wanampa chakula cha mchana, anakula. Akitoka hapo hali tena mpaka kesho yake tena atakapoenda kusomesha. Atakaenda tena kusomesha. Sasa akanambia pale kuna mama mmoja alikuwepo pale, akampenda ule usemeshaji wake, akavutiwa naye, akamwambia basi naomba unioe. Yeye anasema sasa maisha yangu mwenyewe nilikuwa ya kuungaunga kweli kweli. Alafu mtu anakuja na anakwambia naomba unioe. Na anasema wakati ule mimi nilikuwa na hima nisome tu. Sitaki mambo mengine yote. Sasa katika mchakato ule wa yule mama anataka kumuoa na yeye anasomesha, na baba wale wanafunzi akamwambia hebu wape mtihani watoto wangu, afu niambie matokeo yao. Walikuwa watoto wawili, binti na kiume. Yule binti akamwambia usimwambie baba yangu matokeo yatakavyotoka. Kwa hiyo akafeli yule binti. Alipofeli
yeye alipomwambia babake, ile binti akakasirika. Basi yule binti ndo alikuwa akimpikia kile chakula cha mchana. Kwa hiyo akawa anachukua nywele anachanganya katika kile chakula. Yule mwalimu ananiambia sasa, nikawa nafikiria kwamba hii itakuwa sihiri hiyo amenifanyia, na yule mama anataka kunioa. Basi akaogopa kula. Mwambia siku ya kwanza ikapita sijala. Ikapita kesho yake tena siku ya pili sijala. Mwambia siku ya tatu macho yakawa yananizunguka hivi kila nikisomesha pale. Nikaenda nikawasomesha wale watoto haraka haraka kisha nikaondoka pale. Basi yani kiufupi changamoto zinakuwa kama ndio hivyo. Lakini nilipenda sana elimu na nikaona kwamba kwa nini watu tubakie tu kusoma dini alafu mtu abakie tu ustadhi kusomesha watoto. Hivi elimu ya dini ya Kiislamu haijapiga hatua kuendelea zaidi ya hii level ya watu kusoma na wakasomesha watoto tu. Kwa hiyo nikaenda Afrika Kusini nikasoma na nikaona mabadiliko kule watu wanavyofanya kazi. Kuna mamufti ambao wao wanatoa fatwa. Nikaona kuna mamufti ambao wana certify vyakula kwa masaili haya ya fiqh. Na kuna mamufti ambao wanafanya kazi benki, wanafanya kazi ya mambo ya Islamic finance. Kwa hiyo mtu ni shekhe lakini anafanya kazi benki. Ukaona namna ambavyo ile taaluma ya ushehe inavyoweza kutumika katika maisha halisia kinyume na kufundisha. Kwa sababu mara nyingi imezoeleka jukumu lao ni kufundisha tu, ama akawe imamu afundishe. Kwa hiyo umepata hiyo sura hiyo. Sasa Sheikh Nasor, nikurudishe nyuma kidogo. Umesema sana ulivutiwa na darasa ambazo kwa unazisikiliza za Sheikh Uthman Maalim wakati na darasa zake zinarushwa na Radio Khairi. Turudi nyuma kabla ya hatua, kwa sababu wakati unasikiliza darasa ulikuwa unatumia kiswaswadu. Turudi nyuma kabla hujafikia hatua hata kumiliki simu kiasi cha kusikiliza simu. Kwako na mazingira ya elimu ya dini ilikuwaje? Mazingira yalikuwa magumu kidogo. Hakukuwa na kuhamasishwa na hakukuwa na mazingira ambayo unaona mambo fulani yakitendeka ukavutiwa nayo. Yani yalikuwa mazingira ya kawaida sana. Kiufupi ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala imenipelekea kuvutika na kuongoka katika kuiendea elimu ya dini. Lakini mazingira yalikuwa kawaida sana. Hata miaka ile madarisi zetu zilikuwa yani ni watu tu wamesoma. Baada ya kusoma jambo kubwa unaona utafanya maulidi na nini. Ilikuwa ni mazingira hayo tu. Yani sio kwamba labda mtakaa darasani mtadiskasi masail mengi ya fiqhi, mtasoma ahadith mbalimbali, hapana. Ilikuwa tu mtasoma zile aljadid. Baada hapo labda mtasoma Safinatun Naja au Mabadiul Fiqhi. Na mtu kama ndo amehitimu Qur'ani basi ameishia katika level hiyo. Angalia anajiongeza vipi hapo yeye mwenyewe. Sasa Sheikh Nasor, wewe bado uko katika harakati za kujiendeleza kimasomo, lakini tayari umeanza kuitumikia elimu yako uliyosoma kwa kufundisha na kuhudumia umma wa Kiislamu. Kwa umri wako bado ni kijana, na harakati hizi za kusoma umezingia ukiwa kijana na umepambana ukiwa kijana. Tunafahamu ujana ni maji ya moto, kuna fitna na changamoto nyingi sana katika hali ya ujana. Kuna vijana wenzako wanatutazama na wanatufuatilia, na wengine wanatamani kusoma, wengine hawasomi. Uliwezaje kuhimili changamoto za ujana na ukaweza kubaki katika msingi na ukasimama kupambania lengo lako la kuisoma elimu ya dini? Kwanza naweza nikasema ni muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naona. Lakini pili ni kujiepusha na baadhi ya makundi. Unajua mimi nilikuwa nikipenda hasa kusikiliza, hata nyumbani nilikuwa napenda sana kukaa na bibi kusikiliza maneno yake. Kwa sababu bibi yangu aliwahi kufanya kazi Kiuta. Ilikuwa printing company, watu wa zamani wanaifahamu. Kwa hiyo alikuwa akija na vitabu vingi vya hadithi. Kwa hiyo zile Alfu Lela Ulela, sijui Shaban Robert, Adili na Nduguze, ni vitabu ambavyo nilikuwa nikiviona nyumbani. Kwa hiyo kusikia visa na matukio kusoma katika vitabu ilikuwa kitu ambacho napenda. Na tulikuwa na mama yetu mdogo amefariki, Allah amrahamu. Alikuwa na kawaida kwamba watu wawili mnasoma vitabu, basi yeye usiku mmoja ataambia mkienda kulala na viombeni.
afu atavisoma usiku kucha, asubuhi atawarudishia. Kitabu ambacho sisi tunasoma siku 2-3 wiki. Kwa hiyo mazingira yale yalinipelekea mimi kupenda elimu, kwa sababu nilikuwa tayari nimevutika na kukaa na watu wazima. Si kukaa na vijana wenzangu. Nitakaa na watu wazima, nitazungumza nao, nitasikiliza maneno yao, wanasemaje, naona na nilikuwa nikipenda hasa Kiswahili chao vile wanavyozungumza. Unajua Kiswahili chetu changanyikana na mambo tofauti tofauti. Kweli. Kwa hiyo unaisikia ile lugha yao, namna yao wanavyounda sentensi. Nakumbuka mzee mmoja alikuwa ananiambia msemo mmoja, alikuwa akisema ukitakiwa usitake ukaringa, utakuja taka, usipate utasafa, utazinga. Sasa ni maneno nilikuwa nikiyapenda sana. Unaona? Kwa katika mazingira yale, nilikuwa nimeepukana na wimbi kubwa la vijana na fikra za ujana. Naona sasa kwa nimekaa katika saiko yangu, niko na watu wazima. Naona na Allah alivyoniongoza, na kwa vile nilikuwa tayari napenda maarifa, kwa hiyo ikawa rahisi kabisa. Sawa sawa. Tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mara nyingi huwa inasemwa kuwa Ramadhani ni chuo, Ramadhani ni madrasa, kwa sababu tunakuwa tumepata neema ya Allah ya kuweza kuzidiriki siku 29 mpaka 30 za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukiangalia atmosphere ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Uislamu wa Waislamu unadhihirika. Wengi katika Waislamu wanakuwa wamejipinda, wanajikakamua kuweza kutekeleza yale ambayo Allah ameamrisha, kutekeleza yale yenye kumpendeza Allah, na wanajipinda katika kuhakikisha wanaachana na yote ambayo Allah ameyakataza. Na kwa bahati mbaya, baadhi yao baada tu ya Ramadhani kuisha wanarudi katika hali walizokuwa nazo mwanzo, kwa maana wanayaacha yale yote waliyofanya ndani ya takriban siku 29-30. Hawaruhusu Ramadhani ikawa chachu kwao ya mabadiliko, kwamba kwa kuwa waliweza ndani ya siku 29-30 basi waendelee katika hali zile, na badala yake wanarudi kule walipokuwa. Nikupe fursa uweze kuzungumza nao aina hii ya watu, aina hii ya Waislamu, na saha zako kwao ni zipi? Kwanza ni kufahamu lengo la Ramadhani ni nini, kwa nini tunafunga, na maksadi yake ni nini. Tunatakiwa tuondokane, yani Ramadhani kiisha tuondoke na faida gani? Faida nyingi zinapatikana. Watu wamekaa vizuri kiafya, watu wamekuwa wacha Mungu katika kufanya ibada. Unaona, hata mtu akija na tende 2 msikitini kuja kufungulia, moja atampa mwenzie. Ule ubinadamu wetu umezidi, huruma imezidi zaidi. Kwa hiyo wale ambao wanafunga na baada ya hapo wanarudi kule kule walikotoka, ina maana walifanya makosa katika nia zao toka mwanzo wa Ramadhani. Ramadhani inapoingia lazima tubadilike, kama Allah anavyotuambia, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Funga imefaradhishwa kwenu kama ilivyofaradhishwa kwa wale waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa wacha Mungu. Sasa yani tukishakuwa wacha Mungu ndio nini? Allah hajatueleza hapa nini baada ya kuacha Mungu, lakini sehemu nyingine unaona anatuambia kwamba waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yule ambaye mwenye kumcha Allah, Allah atamfanyia mipango ya maisha yake. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, na atamruzuku katika njia ambazo hazitarajii wala kutegemea. Sawa. Kwa hiyo watu wanafunga hawatoki pale na ucha Mungu. Imam Shafi anatuambia alayka bitaqwallahi in kunta ghafila, ni juu yako kumcha Mungu ikiwa umeghafilika. Yatika bil arzaqi min haythu la tadri, riziki yako itakuja katika kule ambapo wewe hujapatarajia. Fakaifa takhafu alfaqra wallahu raziq, sasa vipi unahofia ufukara na Allah ndiye yeye mwenye kuruzuku? Laqad razaqa at-tayra wal huta fil bahri, Allah huyu amemruzuku ndege alikuwa katika anga ambayo haina chochote. Wal huta fil bahri, na akamruzuku samaki chini ya maji. Vipi Allah aweze kumruzuku ndege juu ya anga na samaki chini ya maji,
kisha akamsahau mwanadamu alikuwa baina ya viwili hivi. Na Allah mwenyewe amesema walaqad karramna bani adam, hakika tumemtukuza mwana wa Adam. Naona. Kwa hiyo wengine wanahofia riziki zao, kwa maana sasa nilikuwa nikifanya biashara fulani ya haramu, maisha yangu nitaendesha vipi? Baada ya Ramadhani inabidi nirudi kwenye biashara yangu ili maisha yaende. Yani hajatia nia iliyokuwa thabit kwamba Allah atamuongoza. Kuna kisa kimoja nilikisikia kwamba kuna watu walikuwa marafiki. Mmoja akamwambia mwenzie, bwana, ukifa, yeyote atakayetangulia kufa baina yetu, basi aje amwambie mwenzie nini alichokiona huko. Kweli mmoja akafariki. Baada ya kufa, alipolala ndotoni akamuota mwenzie, akamwambia, nimeona malipo makubwa sana katika kutawakal, usiache kumtegemea Allah. Na huku Imam Shafi anatuambia waman yatawakkal ala Allah, Allah anasema waman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Yule mwenye kumtegemea Allah, Allah atamtosheleza. Kwa hiyo kwanza tujenge, tutengeneze nia zetu vizuri. Kwa nini tunaingia kwenye Ramadhani? Na tuondoke katika Ramadhani tukiwa tumefaulu kwamba lengo la Ramadhani ni kuwa wacha Mungu. Ucha Mungu huo utatupelekea sisi, kama tuna hofu na riziki zetu, basi Allah ataziweka sawa zile riziki. Allah ataturuzuku. Sio kwamba tuingie katika Ramadhani kushinda na njaa, hapana. Ile sio lengo. Unaona lengo si kushinda na njaa tu. Lengo ni kwamba tuondoke pale wacha Mungu. Kwa hiyo jambo la kwanza, tutengeneze nia zetu mwanzo wa Ramadhani, kabla Ramadhani haijaingia. Na pili, tuwe na lengo la kuwa wacha Mungu. Mbona? Sawa. Ustadh Nassor, nikushukuru sana kwanza kwa muda wako. Kwa sababu muda wetu unatupa mkono. Mazungumzo yetu yanalazimika kuelekea ukingoni mwa mazungumzo yetu. Mwisho kabisa ni kuombe uzungumze pia na umma unaotufuatilia kuhusiana na swala zima la utafutaji wa elimu. Wewe umesimamia ndoto yako, alhamdulillah, ukafanikiwa na unaendelea kutafuta elimu. Kuna vijana ambao wanatazama, wanawiwa, wanatamani kuanza kusoma, lakini pengine mtu anaona kwa sababu sina msingi kabisa wa elimu ya dini, kweli mimi naweza nikaanza kusoma mpaka nikafikia kwamba katika hatua za juu za kusoma? Hili la kwanza, kuna kundi hilo. Lakini kundi la pili, lipo kundi la vijana ambao tayari wako katika kusoma, wanakutana na changamoto ambazo baadhi yake walizitoa kama mfano hapa. Na lipo kundi la tatu la wazazi wa watoto ambao bado wako katika nafasi nzuri ya kuweza kupata msingi wa masomo ya elimu ya dini, lakini kwa bahati mbaya wengi wao hawajaiona bado thamani. Wengi wapo katika nafasi ya yule daktari aliyekuuliza unasoma ili uwe nani. Kundi hili pia nikupe fursa ya kuweza kuzungumza nao. Makundi haya yote matatu kwa pamoja, kila kundi kwa nafasi yake. Karibu sana uweze kutoa nasaha zako kwayo. Kwanza, wazazi waone kuna umuhimu wa watu kusoma dini. Nilimsikia moja kati ya mashekhe anasema kwamba mtu ana baba watatu. Ana baba aliyemzaa, na ana baba aliyemuozesha binti yake, na ana baba aliyemsomesha. Huyu baba aliyemsomesha wa muhimu sana, kwa sababu atamfundisha huyu mtoto haki za hawa mababa wawili wanaobakia. Kwa hiyo wazazi wasimame na swala la vijana wao kusoma dini, kwa sababu dini inamtengeneza mtu awe mwanadamu, awe na hofu ya Mungu. Kuna baadhi ya mambo mtu anaweza akaacha kwa sababu ya kumuogopa Mungu. Kama tunayoona siku hizi, kuna mambo ya kubeti, kuna mambo kadha wa kadha. Nini kitamfanya mtu aache kubeti? Ni hofu ya Mungu tu. Kwa hiyo wazazi wasimamie umuhimu na mlolongo mzima wa watoto wao kusoma dini. Wasiseme kwamba dini haina umuhimu. Dini ndio inatengeneza watoto wema, watoto wazuri, watoto wenye nidhamu. Kama hawana dini, hawana hofu ya Mungu, basi siku hizi tuna hii fitna ya hawa watu wanaokuja. Kuna hawa orientalist wanaosoma Uislamu kisha kuja kuupotosha.
tuna fitna hizi ambazo zimeingia hata wakati mwingine hazisemeki. Fikra kadha wa kadha zimeingia katika jamii, watu wajibadilishe jinsia, watu wako huru. Sasa haya mambo yote haya solution yake ni dini. Naona hilo sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, walimu wanaosomesha dini wawe watu ambao wanaongeza maarifa na kuendana na wakati. Masomo ya siku hizi na watoto wa siku hizi wanauliza maswali mengi sana. Mimi nakumbuka niliwahi kuulizwa na wanafunzi wangu nawasomesha, mwalimu, hedhi ni nini? Na wakaniambia usitudanganye, tushawauliza mama zetu wametuambia, kwa hiyo ukituongopea tutajua. Ndo hawa watoto. Kwa mwalimu lazima awe mwepesi, anyumbulike mwenyewe, aendane na fikra za hawa watoto wa siku hizi. Yani walimu wasome saikolojia kwamba hawa watoto tunawasomesha hivi vichwani mwao mna nini ambayo imeshatangulia. Hawaji wakiwa watupu. Watakuuliza maswali mengine utaona akipuuzi kabisa, na unaweza ukaona kwamba maswali kama unakufuru, kama maswali ya akida wakati mwingine watoto wadogo, lakini watauliza mada kama hizo ambazo ni nzito na zinahitajia maelezo ya kina kumfahamisha mtu, na huwezi ukaanza kumfafanulia mtoto masaili kama hayo, utamchanganya. Umeona? Na jambo la tatu, watu wenye professionals zingine wanatakiwa pia wasome dini. Wasione kwamba mimi nimetosheka kuwa daktari, dini hainitoshi. Ukija katika vitabu vya hadithi utaona kitabu tibi ipo. Mtume anafundisha sallallahu alaihi wasallam namna ya kujitibu. Kwa aangalie professional ile ambaye ni professional, aangalie Uislamu umezungumza vipi kwenye professional. Akichanganya anaweza kupata jambo la msingi kabisa. Na kama ukiingia katika masaili ya sheria, unaona kuna baadhi ya mambo utayakuta katika sheria ya Kiislamu tayari hapo, katika sheria zingine wao hawana. Umeona? Kwa hiyo watu waone umuhimu wa kusoma dini, na mashehe watanue maelezo katika kuwafafanua watu na kueleza maelezo ya wao kuwavutia kuweza kuja kusoma dini. Shukran sana Ustadh Nasor kwa nasaha zako hizo, bila shaka zimesikiwa. Tumwombe Allah ajalie zikafanyiwe kazi. Na tumwombe Allah ajalie kikao chetu aweke malipo haya katika mizani ya amali zetu. Baada ya kusema hayo, mtazamaji na msikilizaji wa Nchakali Podcast, huyo tulikuwa naye ni Sheikh Nasor Ali, kama ambavyo ameweza kutueleza safari yake na hatua zake za kimabadiliko mpaka kufikia Sheikh Nasor ambaye tuko naye leo, tumeketi naye, tunafanya naye mazungumzo kwenye Nchakali Podcast. Safari yake ina mengi ya kutufunza. Sisi pia hatujachelewa. As long as tupo hai, Allah ameturuzuku hai kwa huu ambao tuko nao, basi tuna sababu ya kuchukua hatua na kuziendea ndoto na kuziendea hatua ambazo zinaweza zikatufikisha kuweza kutimiza lengo la sisi kuumbwa, kwa maana ya kumcha Mwenyezi Mungu. Kesho panapo majaliwa yake Allah, ni siku pia muda na wakati kama leo, tutakutana hapa kwa ajili ya Nchakali Podcast. Unataka kufahamu kesho tutakuwa tukisikiliza na kuangazia simulizi za nani? Hakikisha Nchakali Podcast haikupiti panapo majaliwa yake Allah. Mimi naitwa Rajab Msami, nilikuwa naye Nasor Ali. Hatuna la ziada, tunakuaga kwa kukwambia asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.